mostly hii nyota inasema ni form 4 and below. Umeona? Na sio form 4 and below pekee ndio tunakosa kazi. Kuna mtu amesema amefika college, mwingine ameenda university, hana kazi pia. So only pre-select form 4 and below pekee yake. Hao wengine unawacha wapi? We are just doing a verification for the Nyota Fund, which the government mainly focuses on the youths who have just finished form 4 and have not proceeded. On that point, I think it was not so fair for the rest of us who have proceeded to the university or have gone to college, simply because as we know, the country, the rate of employment is so critical. So the fund which comes from World Bank should focus on anyone who has the idea, the mentality of doing business. After mimi napenda sana kazi yangu, na ndio maana niliposikia kuwa kuna support ya kuwa mayuth wanasupportiwa katika biashara zao, nili apply kwa sababu nilijua huenda ikanisaidia. Serikali imekupa mapeni ambayo haitakuja kukuuliza ulipe. Hii si mkopo. Hii si pesa ya kwamba tutakufuata tukushikie sijui maskari kwamba wewe lazima uende ukalipe hii pesa. Pana. Hii pesa tutarajii wewe utalipa. Lakini pia hatutarajii kwamba utaenda uitumie vibaya kwa sababu utakuwa umejitukana mwenyewe. Here we are with the youths whom they have applied for Nyota to be considered to be a Nyota program. So the youths are here are almost 2,000 in number. Haya, tutaanza moja ile ya kwa mfano ile ya for example. Hebu tuwape factorial in Adija. Umekapo muda gani sasa? I want to remind you that today exercise hisi la kujibu. Unaangia kwamba maswali hayo tuko nayo matano. Utapata kama kijana mwenzangu mwandika kazi pale, tujadili kama wanadada. Wapigie makofi, nyinyi ni wanarika na wewe kuendelea. Ukisikia kuna miradi yoyote, wacheni ile kasumba. Ukisikia kuna mradi wa affordable housing, nenda ingia ndani. Ukisikia watu wanajiandikisha kwa SHA au ukasikia SHA haifanyi, usidanganye bwana, yafanya, ingia ndani. Ukisikia kuna mradi wote, na ikiwa kuna tashwishi, na ikiwa kuna wasiwasi wowote, kama ndugu yangu alivyozungumza hapa Mheshimiwa Chizuga, twaweza sisi tukaja tukawaelimisha zaidi, tukawafahamisha zaidi, tukawakinaisha zaidi, tukawaeleza mtaweza kufaidika kiasi gani. Fahamiana, ili kusitokee sababu tukaambiwa bwana miradi ya serikali imekuja lakini watu wa Matuga, watu wa Kwale hawamo, hawataki. Mimi nikimalizia nataka tu niulize swali moja. Ikiwa sisi hatutakuwa na viongozi wenye maono, mambo kama haya yaweza kutokea? Sijasikia mimi. Nauliza, ikiwa sisi hatutakuwa na viongozi ambao wanaangalia maslahi yetu, mambo kama haya yaweza kuendelea? Sasa kiongozi alojitokeza ni William Samoei Ruto. Lau leo iwaja hapa mungemwambia nini yeye? Mungemwambia afanye kazi aendelee ama awache kuendelea? Aendelee ama asiendelee? Kiingereza tunasema ni one term ama ni two term. Basi mambo namna hayo, na muendelee kumwombea Mungu, manake ikiwa mtu anaweza kutuletea mambo kama haya na tukamweza kumwenzi, basi atatuletea na mengine zaidi. Kama tulivyoahidi ya kwamba hatutawaacha vijana wa taifa la Kenya, Rais William Samoei Ruto alitoa ahadi hiyo ya kwamba atahakikisha vijana wa Kenya wanapata fedha, wanapata usaidizi. Na nyinyi vijana wa Kwale, vijana wa Matuga ni miongoni mwa wale vijana ambao wamebahatika na kutambuliwa na rais katika kufaidi mpango huu wa Nyota. Kwa hivyo nawahakikishia ya kwamba wale ambao watafuzu
katika mpango huu wa Nyota wathibitishe naweza kufanya yale mafunzo ya siku 3 siku 4. Bila shaka na wahakikishia mtapata fedha zile za shilingi 50 mweze kujiendeleza katika biashara zenu. Tuko pamoja? Na mbali na hayo, kuna mradi mwingine unakuja tena wa single mothers na young mothers. Kwa hivyo wale ambao hawatapata leo na ni young mothers, msivunjike moyo. Katika miezi ijayo tutazindua tena mradi mwingine kama huu, lakini target ya kina mama na wasichana wenye watoto wenye umri mdogo. Na nitakuja tena hadi hapa niwaelimishe ili muweze kupata. Tuko pamoja? Mimi kama afisa masuala ya vijana siwezi kusimama nikaambia vijana wa apply kitu ambayo sijahakikisha kwamba iko legitimate. So nawahimiza tu hata wakisikia kitu kule nje waje kwetu, tujaribu kuhakikisha kama ni ukweli ama ni kitu ambacho si cha ukweli. So wakisikia opportunities, let them take it. Even if the numbers ambazo tutachukua katika ward ni kidogo, hujui bahati yako iko wapi. Hata kama ni wale 70, you might be in those 70. So we encourage them waendelee kuchukua opportunities kitokea, wajiandikishe. Sasa zoezi halijakuwa rahisi, limekuwa gumu kiasi kwa sababu kama nilivyosema vijana wamekuwa wengi. Kwa hiyo msukumano na mvutano kidogo au kufanya mambo yawe rahisi, lakini matarajio bado ni yako juu kwamba kila kijana na matarajio kuwa atapatiwa pesa zile ili ziweze kumsaidia katika biashara yake ambayo kwamba yeye mwenyewe ametaka ama amejiandaa kuifanya. Nitapendelea kusema tu serikali iwaangalie vijana kwa sababu wamejitokeza, na mpaka leo kama kila kijana ameamua kufika hapa kumaanisha yuko tayari na amejitolea katika kufanikisha biashara zake ambazo kama amejipanga nazo. Mimi napenda sana kazi yangu, na ndio maana niliposikia kuwa kuna support ya kuwa mayuth wanasapotiwa katika biashara zao, niliapply kwa sababu nilijua huenda ikanisaidia, na imani pesa itanisaidia kwa sababu ni pesa ambazo na serikali ilitutengea kwa ajili ya sisi wanabiashara ama kwa ajili ya sisi vijana, na imani vile ambavyo vijana tumejitokeza kwa wengi tutasaidika insha Allah. Na pia naomba kuambia wale vijana ambao hawaja apply ama hawajashiriki katika zoezi hili wawe na moyo ama vijana wajitume, ndio endapo siku nyingine tutokea tena siku kama hii waweze kujitolea na insha Allah wanaweza kupata. Mimi nataka niombe vijana tu kwamba tujihusishe kikamilifu katika masuala ya miradi hii ya kiserikali ili pia sisi tuweze kujisaidia. Wakati tunasema hakuna kazi, ukisikia mahali kuna nafasi kama hivi ambayo umejitokeza, tafadhalini msiwe na uoga wa kujitokeza. Mimi mwenyewe Fikirini Jacobs ningekuwa na uoga wa kujitokeza, haki ya Mungu ningekuwa bado niko Bamba, nimekaa huko Zariguta, sijui nitafanya nini. Pesa hii si pesa ya kufanya sherehe. Wajua sisi ni vijana, lazima tukumbushane tafadhalini sana. Hii si pesa ya sheshe. Hii si pesa ya kwenda hapo mkoroshoni ukachukue nguo kalikali usurprise mpenzi wako nayo, tafadhali. Hii ni pesa ya kufanya biashara. Tafadhali sana. Wakati unalia kwamba hakuna kazi ya kuandikwa wewe, serikali imekupa mapeni ambayo haitakuja kukuuliza ulipe. Hii si mkopo. Hii si pesa ya kwamba tutakufuata tukushikie sijui maskari kwamba wewe lazima uende ukalipe hii pesa. Pana. Hii pesa hatutarajii wewe utalipa, lakini pia hatutarajii kwamba utaenda uitumie vibaya, kwa sababu utakuwa umejitukana mwenyewe, utakuwa umejitusi. Sasa tulipendelea sana kama huu mchakato haungefanywa kiukubwa jinsi ulivyofanywa leo, labda Kilifi North ifika mahali pamoja yote, vile ingefanywa vizuri na ikawa ya kupendeza zaidi. Sijajua kwa madhumuni gani mfanya hivi, lakini kama ingekuwa inawekwa labda kama ni Kibarani Ward, vijana wote tuonane wa Kibarani Ward. Kama ni Mnarani Ward, vijana wote waonane pale Mnarani Ward. Ingekuwa ya haraka zaidi, ya umakini, na pia haingekuwa ya kuchosha kiwango hichi. Wengi natoka mbali. Unaona mtu mwingine anatoka Watamu, mwingine anatoka kule Tezo. Ingekuwa tunafanya kila mtu anafanya kwa ward yake, waende kama ni kwa chifu wao, wafanye pale ingekuwa ni rahisi sana kwa sababu imetukosi. Wengi wetu hatuna kazi. Vijana wengi hapa wana kazi. Sasa kumwambia atuendea pesa yake kutoka kule kwao kama Watamu mpaka hapa, unaona inachukua inamgharimu. Kwenda na kurudi mgharimu, unaona. Alafu cha pili ni mostly hii Nyota inasema ni form 4 and below. Umeona? Na sio form 4 and below pia yake ndio tunakosa kazi. Kuna mtu amesema amefika college, mwingine ameenda university, hana kazi pia. So only pre-select form 4 and below peke yake. Hao wengine unawacha wapi? Na inclusivity in terms of gender, in terms of persons living with disabilities namna hiyo. Kwa hivyo, kwa sababu mmepangwa kulingana na ward,
Mimi nawaomba gender balance lazima tuangalie mambo kama hao. Inclusivity. Pia nampasikia instruction kutoka kwa Madam ICC. Hapo mbele ni wadi gani? Hiyo ni wadi gani? Taratibu. Alafu kijana na kufurahisha. Kijana mwisho hapo manzele. My name is Safania Koech. I'm the Chief Director Location, also in the Director Ward. Here we are with the youths whom they have applied for Nyota to be considered to be a Nyota program. So the youths are here are almost 2,000 in number from the 5 wards at Bomet Central. So we have welcomed each and every one, but the requirement is that every youth should be between the age of 19 to 29. For disability, it should be between 19 and 35. So we have welcomed them all. Tumesajili hawa na wamepata nafasi ya kujumuishwa katika hii kazi ya Nyota. Ingawa ni wengi, tutaendelea kufuatilia baadaye wale wamejiandikisha wote. Kama mtu amemaliza form 4 amesajiliwa, kama mtu ameenda university pengine ataondolewa baadaye. Kwa vijana ninawaambia ya kwamba asante kwa kujitolea kwanza, kwa sababu wamejitolea wengi sana na tunashukuru hao wamejitolea, na kwa wale ambao wamejitolea na wapa moyo ya kwamba wapambane mpaka mwisho, wapate pesa hii ya serikali, waanze biashara zao na maisha yao ibadilike. Na tunashukuru serikali pia kwa kuona ya kwamba hao vijana wameshughulikiwa, wamepata pesa na watafanya kazi kulingana na vile uwezo wao. Kwa majina anaitwa Brian Kipkirui Cheriot, mkazi wa Bomet Central, Daraweta Ward. So for today we are just doing a verification for the Nyota Fund, which the government mainly focuses on the youths who have just finished Form 4 and have not proceeded. On that point, I think it was not so fair for the rest of us who have proceeded to the university or have gone to college, simply because as we know, the country, the rate of employment is so critical. So the fund which comes from World Bank should focus on anyone who has the idea, the mentality of doing business. After this verification, we hope the government will be transparent enough, do an online verification, because the measures that have been used for today are quite not so good, because of unemployment. Of course, many of the people have come here. No one has said that they have gone beyond Form 4. So we hope the government will look into that in the second phase, and we just hope that by that fourth, us who have been selected will get that message of that we have been given the 50,000, so that we can focus now on the issues of our businesses